Karibu katika chaneli yako bora ya Farm TZ, ujipatie elimu ya ujasiriamali, ufugaji pamoja na kilimo. Katika video hii utaenda kujifunza mambo 6 kati ya 12 ambayo unahitaji kujifunza kabla ya kuingia katika huu mradi wa ufugaji wa sungura kisasa, ili uje kupata matokeo yaliyokuwa bora na mazuri zaidi katika huu mradi wako wa ufugaji wa sungura. Kwa jina naitwa Fadhili Mfaume, ni mjasiriamali ninayejihusisha na ufugaji wa sungura wa kisasa, napatikana katika mkoa wa Lindi. Ni vizuri uipitie video iliyopita kama bado hujaipata video hiyo, ili upate kupata mwendelezo uliokuwa bora zaidi. Na leo tutaendelea na mada yetu ya 7. Kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia chaneli hii, tunaomba support yako ya kusubscribe, kulike, kushare video zetu katika magrupu mbalimbali ya mitandao ya kijamii, ili wafugaji wenzetu wapate elimu hii kwa urahisi zaidi. Jambo la 7 la msingi la kujifunza katika mradi huu wa ufugaji wa sungura kisasa: uandaaji na utunzaji wa kumbukumbu ya mradi wako. Katika eneo hili kuna kumbukumbu mbalimbali ambazo kama mfugaji lazima unapaswa uwe nazo katika mradi wako, ambazo zitakusaidia sana katika kuongoza katika huu mradi. Na kumbukumbu ya kwanza, lazima uwe umeiandaa kumbukumbu kuhusiana na matumizi mazima ya chakula katika mradi wako, kuanzia matumizi ya siku, wiki mpaka mwezi. Na ukiwa na kumbukumbu ya design hii itakusaidia sana kufahamu zaidi mradi wako unakuwa au unashuka na unaendeleaje. Kumbukumbu ya pili ni jinsi ya utoaji wa chanjo na matibabu kwa sungura ambao watakayekuwa wamepata changamoto ya maradhi mbalimbali. Na hizi chanjo, kuna chanjo mbalimbali kama vile chanjo ya minyoo. Kwa hiyo lazima uwe umeandaa kumbukumbu ambayo ilikuwa nzuri zaidi, kujua sungura wako panapofika muda gani inabidi uwe umewapatia tena chanjo nyingine ya kuwazuia ugonjwa wa minyoo. Na kumbukumbu ya 3, lazima uandae kumbukumbu ya uzazi na malezi ya sungura wako. Na katika kumbukumbu hii lazima utakuwa umeiandike kuanzia tarehe ambayo sungura wako umempandisha, aina ya huyo sungura na dume ambao ulimtumia katika upandishaji wake. Na pia lazima uandike tarehe ambayo makadirio ya sungura wako ya kuzaa, na endapo atakuja kuzaa uandike idadi ambayo ya watoto ambao wamezaa, na wale watoto watakao kutokea labda changamoto ya kifo kwa muda fulani, labda kwa muda wa miezi 2 au chini ya miezi 2. Kwa hiyo hizi kumbukumbu zote lazima uwe nazo katika mradi wako. Kwa hiyo inakuwa kwamba ikatokea umezalisha labda sungura 100, utakuwa unafahamu katika hao sungura 100 sungura wangapi ambao wamepona, wamefikia mpaka katika umri wa kwenda kuwapeleka sokoni. Ila pia utakuwa umefahamu katika mradi wako umezalisha sungura aina gani, labda majike wangapi au na madume wangapi, na aina ya sungura hao ambao utakuwa nao katika huo mradi. Kwa mahitaji ya mbolea asili ya mkojo wa sungura, wasiliana nasi kwa simu namba 06 23 19 12 38. Na mbolea hii tunatuma popote pale ulipo. Jipatie mbolea hii kwa bei nafuu sana, mbolea ambayo ina wingi wa virutubisho vya nitrogen, phosphorus pamoja na potassium, NPK, virutubisho ambavyo inaimarisha ukuaji wa mmea pamoja na matunda. Ila pia inatumika kama kiuatilifu kwa kufukuza na kuua wadudu waharibifu katika mimea mbalimbali. Jambo la 8, ni vizuri zaidi ukajifunza kuhusiana na utoaji wa kinga na tiba kwa magonjwa mbalimbali ya sungura. Kutokana na sungura kuna magonjwa ambayo yanakuwa yanamsumbua sana, na magonjwa haya kama vile coccidiosis, mafua, minyoo pamoja na ile ukurutu. Na haya magonjwa ndiyo yanakuwa yanamsumbua sana sungura. Ni vizuri zaidi kujifundisha na kuyajua dalili za haya magonjwa yote, ila pia jinsi gani unaweza ukawakinga sungura wako wasipate kuugua haya magonjwa. Na endapo pale wanapotokea wameshapata haya magonjwa, ni matibabu gani inabidi umpatie huyu sungura wako ili apate kukaa vizuri na kuendelea na maisha yake mengine. Kwa hiyo na hapa unaweza ukajifunza tiba mbalimbali. Kuna tiba za kisasa na tiba za asili. Na katika kinga hivyo hivyo unaweza ukajitengenezea kinga mbalimbali za kisasa au kinga za asili. Ukiwa na elimu hii itakusaidia katika uandaaji wa ratiba iliyokuwa bora
na kupunguza changamoto ya magonjwa pamoja na vifo vya sungura wako katika mradi wako. Karibu upate elimu ya ufugaji wa sungura kisasa kupitia grupu langu la WhatsApp kwa ada ya shilingi 1500 kwa muda wa mwezi mmoja. Katika grupu hili utajifunza mambo mbalimbali ya muhimu katika ufugaji wa sungura kisasa, changamoto zinazotokea katika mradi huu na namna gani iliyokuwa bora kwa ajili ya kuzitatua hizo changamoto. Ila pia utajipatia kitabu kwa gharama shilingi 10,000. Kitabu kipo kwa mfumo wa soft copy ili upate kuongeza maarifa zaidi. Jambo la 9, ni vizuri zaidi ukajifunza mbinu mbalimbali ambazo za utafutaji wa soko la bidhaa unazozalisha pamoja na sungura mwenyewe. Kama mfugaji, kabla hujaanza kuzalisha kwa wingi zaidi, hakikisha kwamba una soko ambalo la uhakika zaidi katika kuzipeleka zile bidhaa zako. Na hapa itategemeana na wewe mwenyewe unazalisha bidhaa za aina ngapi. Ila ni vizuri zaidi ukazalisha bidhaa nyingi tofauti tofauti. Unaweza ukazalisha bidhaa ya nyama, ukazalisha bidhaa ya mbolea asili ya mkojo, ukazalisha sungura wadogo kwa ajili ya mbegu, au ukazalisha sungura wazazi kwa ajili ya kuwauzia wakulima ambao nao wanahitaji kuanza huu mradi wa ufugaji. Unapofuata kufahamu zaidi na ukalijua vizuri soko lako, linakufanyia uwe mwepesi zaidi katika uzalishaji wa bidhaa yako, na una uwezo ukazalisha bidhaa nyingi kwa wakati mmoja na ukazipeleka sokoni na likapata soko ambalo liko vizuri. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kabla ya kuzalisha bidhaa iliyokuwa nyingi, umeshajihakikishia una soko la uhakika wa kupeleka hizo bidhaa zako. Jambo la 10 la kujifunza ni kuhusiana na mambo ya msingi na muhimu zaidi ya kuyafanya kila siku katika mradi wako. Katika huu mradi wa sungura kuna mambo lazima kila siku upate kuyafanya ili mradi wako upate kwenda vizuri. Lazima kwanza umekuwa umejiandalia ratiba ambayo itakayokuongoza wewe kuanzia katika ufanyaji wa usafi wa kila siku katika hayo mabanda yako. Kwa muda gani ambao utakayekuwa unatumia kufanya huo usafi, kusafisha vyombo vya chakula pamoja na maji kwa ujumla, na muda gani utawapatia chakula. Na hiko chakula lazima uwe umeandaa mgawanyo ambao uko mzuri kufuatilia na lishe bora ya sungura. Unaweza ukaandaa asubuhi wapatie chakula aina nyingine, mchana chakula nyingine, na jioni chakula cha aina nyingine, ili mradi kwamba sungura wako utahakikisha kwamba anapata lishe iliyokuwa bora ambayo itakayomfanya atengeneze kinga bora ya mwili wake na kuzuia changamoto mbalimbali za magonjwa. Kwa hiyo unapopata kujifundisha hii, inakufanyia uwepesi zaidi, na wewe kama mfugaji unapoanza mradi wako unakuwa umeshatambua mambo gani ya msingi zaidi kila siku ambayo inabidi niyafanye katika mradi wangu, ili mradi wangu upate kukua vizuri na uendelee vizuri na uje kukupatia faida iliyokuwa kubwa. Jambo la 11, ni vizuri ukajifunza zaidi kuhusiana na uandaaji wa bajeti katika huo mradi wako. Bajeti gani ambayo utakaenda kuitumia kwa kuanzisha huo mradi wako. Na hapa kuna bajeti za muda mfupi na bajeti za muda mrefu. Na hii ni kutokana na kipato ulichokuwa nacho au mtaji uliokuwa nao, ndio utakayokupelekea utengeneze bajeti ya muda mrefu au kaandaa bajeti ya muda mfupi. Na bajeti ambazo zinapaswa zaidi uwe umeziandaa na uzifahamu zaidi kuhusiana jinsi ya uandaaji wa mabanda, gharama ambayo itakayotumika katika hayo mabanda, ila gharama ambayo itakayotumika chakula kwa ajili ya sungura wako, lishe iliyokuwa bora, madawa ya kinga pamoja na tiba kwa ujumla, na idadi ya sungura utakayoanza nayo katika huo mradi wako. Kwa hiyo hii ni swala la msingi zaidi. Ukiwa na bajeti itakuongoza vizuri sana na ukaja ukapata matokeo yaliyokuwa mazuri. Na jambo la 12, ni vyema zaidi tutambue kwamba kila mradi, kila kazi ambayo unaenda kuifanya lazima itakuwa na changamoto, lazima iwe na faida. Kwa hiyo katika kipengele hiki lazima uwe ni mvumilivu pamoja na nidhamu katika huo mradi wako. Na hivi vyote ndio vitakayokufanya uje kupata matokeo yaliyokuwa mazuri. Kuna kipindi katika mradi wa ufugaji wa sungura, usipokuwa mvumilivu unaweza ukaacha ndala. Kwa vijana wa sasa ni msemo wao huo.
au unaweza ukakimbia kabisa na ukaona huu mradi haufai kufanya hata kidogo, kwa sababu changamoto zinapokukabili kwa wingi zaidi na usipojua namna bora ya kuzitatua hizo changamoto, itakufanya uone mradi kwamba mradi ni mgumu zaidi na unaweza ukaacha, mwisho wa siku ukawa umepata hasara. Kwa hiyo lazima uwe mvumilivu, ambao utakakufanya kama wewe mfugaji uje kupata matokeo yaliyokuwa mazuri. Kwa sababu ukivumilia changamoto na ukatafuta hizo utatuzi wake na ukapata kuzitatua vizuri changamoto hizo, itakupelekea baadaye kukua zaidi na kuwa bora zaidi katika huo ufugaji. Kwa hiyo ni muhimu kama mfugaji uwe na uvumilivu katika aina yoyote ya mradi utakayeenda kuanzisha, kuanzia miradi ya ufugaji pamoja na miradi mingine yoyote ile. Kwa hiyo lazima uwe umejiandaa kisaikolojia kuwa kila mradi unakuwa na changamoto zake, na nikipata changamoto niwe mvumilivu na nitumie nidhamu katika huo mradi ili uje kupata matokeo yaliyokuwa bora. Lakini usipokuwa na uvumilivu utaacha ndala, utakimbia kabisa katika huo mradi wako. Haya ni mambo 12 ambayo unapaswa uyafahamu zaidi kabla ya kuingia katika huu mradi wa ufugaji wa sungura kisasa, ili uje kupata matokeo yaliyokuwa bora na kupunguza changamoto mbalimbali za huu mradi wa ufugaji wa sungura wa kisasa. Ni muhimu kujifunza hivi vitu vyote na ukavifanyia kivitendo zaidi katika huo mradi wako ambao unaenda kufanya. Usijifunze na ukaviweka pembeni, baadaye vitakuja kukugharimu zaidi. Kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia channel hii ya FarmTZ, tunaomba support yako ya kusubscribe, kulike, kushare video zetu katika magrupu mbalimbali ya mitandao ya kijamii, ili wajasiriamali wenzetu pamoja na wafugaji na wale wanaopenda ufugaji huu wapate elimu hii kwa urahisi zaidi. Tukutane katika video zinazofuata katika channel yetu hii ya FarmTZ. Asante na karibu sana.